Victor Ngaruya, iwapo unanipata kikamilifu, pengine tueleze wanasema nini kuhusiana na maadhimisho haya, wana chochote cha kujivunia pengine? Asante sana Wakesho. Bila shaka maadhimisho ya siku ya leo yamepambwa yakapambika, na kwa sasa tuna msimamizi wa KMPDU ambaye ningependa tueleze zaidi kuhusu siku ya leo. Asante sana. Kwa majina naitwa Daktari Dennis Peskela, naibu katibu chama cha madaktari wa Kenya KMPDU, na tumefurahi sana kwamba rais kila mwaka amekuja katika siku ya celebrate wale wafanyikazi wa Kenya, lakini hatujafurahia sana ile hotuba ya rais kwa sababu kuna yale mambo ambao walikuwa na expect kwamba ataangazia. Kwa mfano, kuna hii mambo ya ajira ya nje ya nchi. Kuna watu wengi sana wameibiwa pesa na agents ambao wanachukua pesa kwa watu maskini na wanapotea na pesa yao, na hapo usikuona kama ameguzia. Pia kuna wale wafanyikazi wetu wenye wanafanya kazi huko Saudia na nchi za ngambo ambao wanateswa, wanawawa, na sio hatuoni serikali ikichukua hatua kwa usu. Sasa ifai kwa anatuambia kwamba watu 200,000 wanaenda ngambo kila mwaka, lakini hatuambii kwamba wamewaangalia kweli maslahi yao hao wananchi, sababu wanaleta pesa hapa nchini. Pia nimeona amekubali kwamba mambo ya wale wafanyikazi wa chini ama casual workers wenye wanakuwa outsourced wa join union. Hiyo ni jambo zuri sana. Sababu gani? Ukiangalia mambo ya minimum wages, hao wafanyikazi hawaji kujitetea bila wao kuingia katika vyama vya wafanyikazi ili wajitetee mambo ya minimum wages. Na ya mwisho kwamba rais hajaangazia kwa upana mambo ya wafanyikazi wenye wanatoka nchi za nje kuja hapa nchini. Kwa mfano sasa hizi ukienda katika zile ile mijengo, unapata watu wa nchi ya Burundi wamejaa, na wao wanakubali ile malipo ya duni. Wakenya wakikataa hiyo pesa ya duni au wanakubali, na serikali inafaa kuprotect wafanyikazi wa Kenya ili zile kazi ambao Wakenya wanaweza kufanya wasipe watu wa nje, sababu inakandamiza hali ya wafanyikazi wa Kenya kunegotiate. Otherwise nimefurahi kuona kwamba mambo ya rais amesema kwamba mambo ya uchumi imekuwa mzuri, lakini wafanyikazi wa Kenya wanasema kwamba kama uchumi umekuwa mzuri na tumekuwa namba 6 barani Afrika, kwa nini tusisikie hiyo uchumi mfukoni? Mkenya bado analia kwamba wanateswa. Wafanyikazi wa Kenya wanasema kwamba payslip yao imekuwa raided sana. Nilikuwa naomba kwamba hata kama hii mambo ya SHA wangesema ni 2.75 waweke maximum amount, labda iko ni 5,000, ili our payslip ipate nafuu. Mambo ya NSSF ndio wamesave almost 320 billion in 2 years, but Kenyan workers have borne that brunt. The payslip is now suffering, and I'd urge the president to look at the payslip. More than a third of our salaries are not being deducted and being taken away by the government. That's what I'd like to say. Asante sana Wakesho, hayo ndio yanayojiri, lakini kwa sasa tungependa kukuchezea video hii ya hotuba ya Francis Atwoli. They are slaves in our industries, enslaved by employers, and Kenya as a free country can sit and see people outsourcing people. A company retrenches people, it asks its supervisor to form a company of exploitation. This can't be allowed in free Kenya. We can't allow that. Under your watch, it's vitu tunakatwa, housing, nini, taxation. It should not be on gross salary. Hizi vitu natakana viwe on basic, so that gross umefanya overtime, umefanya nini, it's not interfered with. And I know Your Excellency will look at that. All deductions, salary deductions, statutory deductions should be at basic, not on gross, where somebody might have told very hard to work on overtime and he doesn't realize something.